usiondoke kando ya runinga yako. Endelea kutazama channel nambari 1 ya michezo Tanzania, Azam Sports 1 HD ya Azam TV. Azam. Leo tutakuletea mazoezi ya kwanza ya Azam FC mara baada ya mapumziko ya takriban wiki 2. Leo timu imerejea rasmi kambini. Mwana Azam FC, siku ya leo kikosi chetu kimeanza rasmi mazoezi baada ya mapumziko ya takriban wiki 2. Leo timu yetu imefanya mazoezi ya kwanza kujiandaa na mchezo wetu dhidi ya Fountain Gate FC. Mchezo huu utachezwa tarehe 12 Juni mwaka huu 2026 katika jiji la Arusha, huko katika dimba la Sheikh Amri Abeid kuanzia majira ya saa 10 kamili jioni. Afya ni kitu muhimu zaidi. Hebu tupate kufahamu hali ya wachezaji ambao hawajaonekana kwa muda mrefu katika baadhi ya michezo iliyopita. Kwa mfano, Abdul Sop, Nasor Saadun, Adolf, Zidane Serari, Mendoza pamoja na Faisal Salum Abdallah. Huyo ni Fei Toto. Daktari wa wachezaji Chris Nyoni anatufafanulia hali halisi ya wachezaji hao pamoja na hali ya kikosi kwa ujumla. Asante sana. Kweli leo ndo siku ya kwanza baada ya break ya takriban siku 6 ya mapumziko, na leo ndo tumerudi rasmi kujiunga kama kawaida. Wachezaji wakifika siku ya kwanza baada ya break ya muda mrefu wanapitia medical department, tunawaangalia sasa wale wenye complain, lakini nashukuru Mungu mpaka sasa hivi hakuna complaints kubwa sana ambazo zimejitokeza katika hizi siku 6 za mapumziko. Zaidi tuna zile injuries za muda mrefu ambazo kwa zinaendelea. Kwa mfano tulikuwa na Zidane Serari ambaye kwa muda mrefu alikuwa na injury PCL, sasa hivi amesha recover vizuri na leo ndo siku yake ya kwanza kujiunga na timu. Kuna Abdul Suleiman Sopu, naye alikuwa na injury ya muda mrefu lakini leo ndo ameanza fitness training pamoja na fitness trainer wetu kwa ajili ya kuweza kujiunga na kikundi kikubwa cha mwalimu. Lakini pia kuna wachezaji kama kina James Akaminko, sasa hivi wanaendelea vizuri na wameanza leo training. Kulikuwa na mchezaji kama Adolf ambaye kwa muda mrefu naye alikuwa na injury lakini amesha recover vizuri, nafikiri hata kwenye game ya mwisho mlimuona naye anaendelea vizuri. Kuna wachezaji wengine ambao wanaendelea na rehabilitation. Kwa mfano kuna Fuentes Mendoza ambao tunategemea after 2 weeks naye pia atakuwa kwenye hali nzuri ya kuweza kujiunga na training. Kuna mchezaji mwingine Nasor Saadun ambaye yeye ana injury na bado yuko kwenye rehabilitation, bado hajamaliza kipindi cha rehabilitation, kwa hiyo naye bado anaendelea na majeraha yake pamoja na rehabilitation. Otherwise nashukuru timu iko vizuri, fitness pamoja na medically wako vizuri na tunaendelea na training. Faisal Salum kwenye game yetu ya mwisho alipata injury, lakini sio hivyo tu, alikuwa na injury kabla, ana shida kwenye knee pamoja na big toe ya mguu wa kushoto, ambapo hata kwenye ile game ya mwisho uliona alitoka si kwa sababu nyingine, ile kwa sababu ya kumprotect kutokana na injury yake. The day after tulienda pia hospitali tukamfanyia MRI na majibu alitoka kwamba ana changamoto, lakini ilivyo kawaida na sisi pia tukamwandikia ripoti na akaenda national team pia wakamuassess, mpaka saizi bado yuko anaendelea na matibabu na tunategemea baada ya siku 5 atakuja tena kwetu kuendelea na matibabu ya rehabilitation. Siku kwanza ilikuwa nzuri, tunamshukuru Mungu, mazoezi yameenda vizuri. Kwa hiyo tunasubiri na siku ya kesho na natumaini mazoezi pia yataenda vizuri pia. Cha kwanza najisikia vizuri. Mwalimu mzuri, mwalimu mkubwa. Kwa kufundishwa naye najisikia fahari kubwa sana. Ni mashabiki wa Azam cha kuahidi matarajio ushindi na timu yao. Sisi kama wachezaji tunaenda kupambana ili kuwapa furaha na kuipa furaha klabu yetu. Si kila kwetu mechi zilizokuja zilizobakia sasa hivi ni finali. Tunataka pointi 3 ili kupata nafasi nzuri zaidi za juu. Mwana Azam FC,
Katika mazoezi yetu ya leo, Azam FC Media tulimnasa Abduli Sopu akielezea hali yake kwa ujumla, anavyojisikia pamoja na maendeleo yake. Kiukweli kwa maendeleo yangu sasa hivi alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, maendeleo yangu ni mazuri, na kama unavyoona sasa hivi nimeweza kuanza mazoezi. Kwa hivi karibuni nafikiri unaweza kuniona uwanjani. Kikubwa mimi naomba tu mashabiki zangu waendelee kuniombea na waendelee kuwa pamoja na mimi, kwa sababu nimepitia kipindi kigumu kidogo, lakini nafikiri kwa sasa hivi kila kitu kipo sawa. Nafikiri unaweza kuniona uwanjani hivi karibuni. Mechi yangu ya mwisho nafikiri ilikuwa na JKT. Kuna mpira mmoja hivi nilichukua hivi, kama kuna mtu alinisukuma hivi, ndo sehemu ambayo nilipelekea kupata shida kidogo. Lakini pia sehemu nyingine ni shida nyingine ilianzia nafikiri kwenye uwanja wa mazoezi, ndo shida kubwa ilianzia hapo. Lakini baada ya hapo nilirudi baada ya mechi moja, hiyo ndo mechi na JKT, hapo shida ndo ikajirudia tena. Kwa hiyo nafikiri sasa hivi nimeweza kuwa sawa na nimeanza mazoezi rasmi. Mashabiki wa Sopu wamekuwa wavumilivu mno, kwani hawajamuona Sopu akicheza katika mechi za hivi karibuni. Mwana Azam FC, tukiachana na timu kubwa, hebu leo tukutane na kocha wa timu ya watoto Hansi Erasto, ambaye huyu kwa upande wake anatueleza namna ambavyo ligi ya vijana inaendelea pamoja na mwelekeo wake kwa siku zijazo. Tunashukuru Mungu, kwanza tuko salama na maandalizi ni kama ambavyo mmetoka kuona hivi punde. Tulikuwa tunamalizia session ya leo. Tuna feel like tuko very motivated kwenda kwenye mchezo mgumu, mchezo mkubwa. Ukijalisha pia tumetoka kupata matokeo this recently kwenye mchezo uliopita, kwa hiyo tuko very motivated. Tunaendelea vizuri, tuko tunajaribu kuandaa namna gani tunaweza kuwakabili JKT kwenye mchezo unaofuata. Tuna majeraha kadhaa, takriban wachezaji 4 ambao of course tunaamini mpaka kufikia Jumamosi maybe tunaweza kuwa tumewapata 2, lakini kuna 2 ambao wako injury zao hatutegemei kama tutawapata kwenye weekend ya wiki hii. Ikiwemo Omari ambaye ni wa muda mrefu, alipata injury ya kuvunjika mguu kwenye mechi 2 zilizopita. Kwa hiyo tuna feel like tuko very sorry kwa hao ambao wana majeraha, lakini the rest of the boys wako sawa. Kwanza ni tunatakiwa kuangalia ni aina gani ya mashindano tunacheza. Tuko kwenye development, tunajaribu kudevelop vijana kwa ajili ya future days. Lakini ingawaje tupo kwenye development, it's true that tunatakiwa kucompete kupata ubingwa. Na aina ya mashindano ambayo tunacheza ni tunaenda kwa points. Sio sasa kama naenda kwa points, tukiwa tunaanza sometimes kuna teams zinakuwa zinaanza chini like we did. Tumeanza chini kidogo, kwa maana kwamba mchezo wa kwanza ulikuwa ni mchezo mkubwa. Mchezo wa pili ulikuwa ni mchezo kiuhalisia, kwa ni mchezo wa kawaida, lakini hatukufanikiwa kupata matokeo. Mchezo wa tatu again ukawa ni mchezo mkubwa dhidi ya Simba. Tulipata point 1 again. Mchezo uliofuata ulikuwa ni mchezo wa kawaida kiuhalisia, hatukupata matokeo mazuri. Kwenye namna hii ya ligi ni namna tu ambavyo unaweza kukusanya points kwanza kwenye mechi kubwa ambazo zinaweza kudecide mwisho wa msimu nani alichukua point nyingi kati ya hizo timu kubwa, ili kusudi tuone namna gani kama ulicollect kwenye timu ndogo pia unaweza kuwa kwenye njia nzuri za ubingwa. So far namna ambavyo tunajiona tunastahili kushinda mchezo unaofuata ili tuwe tumekusanya pia point kwenye mechi kubwa. Then kutokea hapo tuna wajibu wa collect point kwenye timu zingine ambazo tunasema ziko kwenye uzito wa kati, ili kusudi tuende kwenye njia nzuri za ubingwa. Kwa hiyo kwa kusema hayo ninamaanisha kwamba hatuko mbali na uhalisia, kwa sababu hatujapoteza mchezo wote mkubwa, zaidi ya kuwa tumepata matokeo chanya kwenye hiyo michezo mikubwa. Kwa hiyo ambacho nawaambia mashabiki, wanatakiwa kuendelea kwanza kusupport vijana wao, wako kwenye development phase.
Lakini pia wanatakiwa kuendelea kuwa na imani kwamba we still have a lot of games coming to play. Kwa hiyo tunaamini siku zinavyozidi kwenda pia timu inaendelea kuimarika, tunaendelea kupata kitu kipya kila siku ndani ya timu. Kwa tunaamini kufikia kwenye michezo ya katikati timu itakuwa imerudi kwenye ubora wake, na tunaamini tutakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi kuelekea kwenye ubingwa. Tunaposema development tunakuwa tunamaanisha ni stage ambayo vijana wanaipitia kwenye ukuaji au kwenye safari yao ya kuelekea kuwa wacheza mpira professional. Sio kwa tunaposema development, nafikiri hatumaanishi sana ni sehemu ya kila mtu anatakiwa kuja kucheza, lakini hatu limit watu kuja kuonesha vipaji vyao. Ni maana yetu kubwa ni kwamba tuko kwenye level ya development, kwa tunamaanisha we don't put much pressure kwa wachezaji au kwa watoto kwa maana ya kudemand matokeo, ila we put much pressure kwao kuona kwamba wana produce as much as possible kwenye kukua kwao as an individual players. Yani kila mmoja kwenye position ya kwake anaweza kuimprove vipi kutokea kwenye mechi ya kwanza mpaka kwenye mechi ya 10. Kwa hiyo ninavyosema development maana yake ni malezi ambayo tunamwandaa mchezaji kwenye ligi ya msimu uliopita alikuwa na assist ngapi, kwenye msimu ujao maana yake tunahitaji kufanya development, anahitaji kuwa na assist au na goli ambazo ni zaidi ya kile alichokifanya kwenye msimu uliopita. Otherwise kama kuna mzazi ambaye ana feel like mwanangu anatakiwa kuwa sehemu ya team au ya kituo, manake anatakiwa kupita procedures zote za interviews kwa mchezaji. Aje mtoto tumfanyie interview tuone ana potential, umri wake ni sahihi, anatakiwa kuingia kwenye hii category ya U17 na vitu kama hivyo. Mwana Azam FC, kama umewahi kusikia ngoma yetu ya Azam FC, basi utafahamu kuwa burudani ni kitu kinachotukutanisha kwa wingi wetu. Huyo ni DJ Siko, mtu wa kwanza kubuni muziki mpya wa Azam FC, na hivi karibuni alitembelea viunga vya Azam Complex. Kwa jina naitwa DJ Siko, ndio mtunzi wa wimbo wa Azam FC. Tokea Iringa, sehemu inaitwa Mafinga, pale ndo tupo base ambayo ndo kuna studio na kila kitu. Wazo la kutunga nyimbo lilitokea, kuna siku tulikuwa tunaangalia mechi, ilikuwa ni mwezi wa 8 hivi mwaka 2024. Tulikuwa tunaangalia mechi, ilikuwa ni Azam, sikumbuki ilikuwa na timu gani, lakini pale ndo nikapata wazo la kusema kwamba kwa nini nisifanye kitu kwa ajili ya timu yangu, na nikajitahidi niunganishe bidhaa za Azam zote niweke kwenye nani moja, kwa maana kama ni shabiki anatokea asubuhi au anaenda kazini mpaka ile jioni anavyokwenda kuangalia mechi. Amka asubuhi na UFM, sikiza vipindi mwanana vyenye ubora, mida ya chai mezani kwa vitu vitamu, na sinaga pressure mwamba najipoza na Azam Kola. Nikifika ofisini nikasema niunganishe vitu vyote niweke pamoja, lakini baadaye tena nikaja nikagundua kwamba no, timu yangu inahitaji kuwa na anthem ambayo itakaa muda mrefu. Kwa hiyo ndo wazo lilikuwa limeanzia hapo. Kwanza nilivyopata ile wazo nikawashirikisha wenzangu, maana mimi nina timu ya watu, kuna Cipro, kuna producer anaitwa Mr Magic. Kwa hiyo nikakusanya wote, tukakaa chini, nikamwambia jamani, mimi na idea hii na hii na hii, mnaionaje? Wakasema kwanza hiyo iko vizuri sana. Kwa hiyo nikasema basi hatuhitaji, kwanza Azam imeshashinda, hatuhitaji kukaa tena hapa, twende studio. Kweli siku ile nilikuwa pia na vibe sana, na wenzangu pia walipata vibe kwa sababu ilikuwa imeshinda Azam. Kwa hiyo tulikuwa tuna vibe kubwa sana. Kwa hiyo tukaenda pale tukaifanya, nakumbuka ilikuwa ni tulifanya kuanzia saa 4 usiku kwa sababu ile mechi kidogo ilikuwa imechelewa kuanza. Tukakaa mpaka ilikuwa kama saa 7 hivi kwenda saa 8 tukawa tumemaliza ule wimbo. Tukakaa tukausikiliza, tukasema mbona kama hichi kitu kiko vizuri sana.
hebu na tulikuwa tunataniana pale ndani, tulikuwa naambia bwana, usikute hii hapa ikafika kwenye mikono salama alafu wenzetu wakaipokea, tukacheka pale. Basi tukaacha. Asubuhi akaja rafiki yetu mmoja hivi tukamsikizisha, maana unajua ukishafanya kazi kabla inabidi upate muda wa kupumzika ili ukirudi unaweza kupata idea nyingine. Kwa hiyo tulivyorudi ile asubuhi kwa kama mida ya saa 4 hivi tukawasikizisha kama watu 3 4 hivi. Sio, kila mtu alikuwa kwanza anataka yeye ndo awepo katika huo wimbo. Kila mtu. Tukamwambia hapana bwana, hii ilikuwa ni idea ambayo mimi nimeshaifikiria na nilishaangalia nani ambaye anaweza akakaa mle ndani. Japokuwa watu wote walikuwa wapo very excited. Yani kila mmoja alikuwa anautaka ule wimbo. Kwa hiyo ikaa imeanzia hapo. Tukamaliza ile mixing na kila kitu. Tukawasikilizisha sasa watu ambao tulikuwa tunajua hawa sio watu ambao wanaweza kukriticize kwa maana kama ni nzuri au sio nzuri. Tulipowasikilizisha kila mtu akasema hii hapa ya kwenda mjini. Unajua kuna neno moja wanasema kwenda mjini. Wakasema huu wimbo unaenda mjini. Yaani hapa ni kuanzia studio mpaka wasanii wote hao wanaenda mjini. Mimi ndo nakumbuka hicho phase ambacho kichoko kimeongelewa, sitakuja kukisahau. Kuna jamaa mmoja akasema hii mnatoka na Azam tunawajua hawana dogo. Basi ikawa hivyo na tulichukulia kawaida tu, ila baada ya hapo mambo yamekuwa ni makubwa sana. Kwanza unajua nilikuwa unajua ukiwa umefanya kitu wanasemaga hit song huwa huna mategemeo. Yani hit song ikiwa inatokea huwa huna mategemeo yale ambayo yanayokuja kutokea. Mimi nilishangaa tu siku nimeingia mtandaoni kwa sababu huwa nakuwa nafuatilia sana timu yangu. Nikashangaa siku imetumiwa pale. Kwanza nilichanganyikiwa kwanza. Nikawashtua wenzangu kaambia jamani angalieni hapa Azam imeitumia wimbo. Kila mtu alikataa. Yaani hatukuamini kwa mara ya kwanza. Tukatoka pale tukaenda kuwasikilizisha washikaji fulani marafiki zetu. Wakasema na sisi tumeisikia na tumeona kwenye mitandao ya kijamii Azam wanaitumia. Kwa kweli nilikuwa na furaha kubwa sana. Kwa sababu hayakupo mategemeo. Unajua kitu ambacho uko na mategemeo nacho kikifanya vizuri kwa kweli unakuwa huko ni over excited. Kwa hiyo baada ya pale sasa kuna siku nakumbuka nimeenda sehemu ambao wanaoonyesha mipira. Ilikuwa ni Simba na Azam. Nikakuta jamaa baada ya pale watu wanaipiga ile, yani walikuwa wanapiga nyimbo kwanza ikaanza ya Simba ya Alikiba, baada ya pale ikaanza kupigwa ile nyimbo yangu. Kwa kweli nilikuwa na furaha sana. Yani na sikutegemea kwa sababu ni nje ya mji. Yani nje ya Dar es Salaam alafu nakuta watu wanaupiga wimbo. Kwa kweli nilikuwa nimefurahi sana. Na baada ya hapo nilipokuja kukutana na viongozi na nini wa huku nani Azam, kwa kweli nimefurahi sana maana upokeaji ulikuwa ni mkubwa kuliko mategemeo yangu kwa mara ya kwanza nilivyokuwa nafikiria. Ila kwa kweli mashabiki wameupokea vizuri sana na ni hit song kwa kweli. Wazo lilikuwaje ya kufika hapa leo? Umeshawahi kufika kabla au ndio siku ya kwanza? Ndio, nishawahi kufika kipindi cha mechi ile ya kufuzu, ile tuloshinda ile nadhani zilikuwa goli 6 au 5 kama sikumbuki. Tulikuja hapa na tuliweza kuzunguka na nini, ndo tukafanya na media tour. Sasa leo nikasema acha niende nitembelee pia timu yangu kwa sababu kupata chance ya kuweza kufika pia kwenye timu yako na watu wakakujua zaidi. Unajua huko mtandaoni wimbo na jina langu limeenda mbali kuliko mimi mwenyewe physically kujulikana. Kwa hiyo nikasema ngoja nije angalau na watu wajue, hata wachezaji na staff wengine wajue kwamba ndo huyu kumbe ambaye ndo mwenye wimbo wenyewe. Kwa hiyo ni jambo ambalo nimefurahi sana leo kuweza kupata nafasi ya kuweza kukutana na viongozi pamoja na timu kiujumla. Hilo swala mimi nimefurahi sana kwa kweli. Unajua hakuna kitu kizuri kama timu unayoipenda, unayoishabikia, ukafanya kitu kwenye timu yako na uongozi pamoja na wachezaji wote wakaipokea. Unajua hiyo feeling sidhani kama wewe utakuwa unayo na sidhani kama utakuwa unanielewa feeling ambayo nilokuwa nayo. Kwa kweli nimepata furaha, yani ile faraja ya moyo. Unajua kufanya kitu unachokipenda ni kitu kizuri sana. Unaweza kuongeza hata maisha. Kwa hiyo leo nimefurahi sana. Kwanza kuna ile moment ambayo nakumbuka kocha Ibenge ameniambia bwana cheza,
Sisi desturi yetu ni lazima ukifika kwenye jamii yetu, kwenye timu yetu ni lazima ucheze mziki. Okay. 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 When you come for the first time Okay. we need to dance. It's okay. Okay. Ile ilikuwa moment nzuri sana. Na moment nyingine nakumbuka kumuona bwana Msindo, nimemwona pale akiwa anacheza kwa kweli ya anavyo react, kwa kweli nilifurahi kwa sababu ndo nikana, yani ndo naona jinsi watu walivyokuwa na upendo na wanavyoikubali wimbo, na nilicho kuja kushangaa kuona wanauimba pia. Kwa hiyo yani inaonyesha jinsi gani watu wapo katika, yani wanaupenda wimbo wao, na hicho ni kitu ambacho kimenifurahisha sana kutoka moyoni. Nimefurahi sana, yani nimefurahi sana siku ya leo. Nawashukuru wote, nashukuru timu nzima ya Azam Crew. Jamani, nawashukuru sana, na naomba tuendelee kuwa pamoja, tuendelee kuwa familia kama tulivyokuwa tumeanza na tunavyoendelea, na imani huko mbele kuna future nzuri, kwa sababu nyimbo zipo nyingi. Na imani, naachoomba pia mashabiki na washukuru kwa sababu wameweza kuipush pia. Naomba na wenyewe waendelee kunisupport, waendelee kutusupport pia kama timu, tuendelee kuweza kufanya kazi nzuri, na wenyewe waendelee kuzisupport vile vile. bora.